umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi. Kwa hiyo damu ina uwezo wa kunena, na kama ina uwezo wa kunena, inaweza kutamka maneno ambayo yakaeleweka. Bwana apewe sana. Ina uwezo wa kutamka maneno ambayo yanaweza yakaeleweka. Hapo Mungu alikuwa anamwambia Kaini kwamba umefanya nini? Damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi. Kwa hiyo hichi kipengele cha kwanza ninachosema damu ina uwezo wa kunena, nimekutolea hiyo mistari ya kujulisha tu kwamba damu ina uwezo wa kunena na kuongea. Kama tulivyoona Mungu anavyosema hapo kwamba sauti ya damu ya ndugu yako inanililia. Lakini kwenye Ibrania anasema damu ya Yesu inaweza kunena mema kuliko damu ya Habili. Kwa sababu inaweza kuongea. Sasa kipengele cha pili inaandika kwamba damu imepewa uhalali wa kusema kwa niaba ya mtu. Damu pia imepewa uhalali wa kusema kwa niaba ya mtu. Yaani damu imepewa uhalali kwenye ulimwengu wa roho wa kusema kwa niaba. Tunaposema kusema kwa niaba, inamaanisha damu ile inaweza ikasema kwa badala yako. Tusome kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11. Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11. Tuone damu imepewa uhalali. Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11. 17 mstari wa 11, Biblia inasema kwa kuwa uhai wa mwili uko katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Amen. Bwana apewe sana. Anasema kwa kuwa uhai wa mnyama upo kwenye damu. Sasa ukiendelea kusoma hapo anasema nami nimewapa damu kwenye madhabahu. Kama inaweza ikafanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Hapa Mungu alikuwa anamaanisha kwamba hiyo damu nimeiachilia kwenye madhabahu ambayo ina uhalali wa kusema kwa niaba yako. Kwamba damu inaweza ikasimama ikasema kwa niaba yako vitu fulani kwenye ulimwengu wa roho. Na hivyo vitu kwa sababu damu imepewa uhalali, Mungu atavisikiliza. Bwana apewe sana. Anasema nimewapa hiyo damu kwenye madhabahu. Sasa kama damu hiyo wamepewa kwenye madhabahu kwamba Mungu kuna kitu alikuwa anataka wajue kwamba damu ina uwezo wa kufanya vitu fulani kwenye ulimwengu wa roho, kusababisha mambo fulani ambayo hao watu yalikuwa yanawasumbua. Na uhalali huo umepewa kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana saa zingine upande wa pili wa shetani adui na nguvu zake kuna kitu anapenda kutumia. Ndio maana waganga, angalia waganga wengi wanatumiaga damu. Damu lazima damu. Ndio maana mtu kama anataka aende kumloga mwenzake, damu inamwagwa alafu kuna maneno anayaongea. Sasa sikiliza, yale maneno yakishaongelewa, ile damu iliyomwagika inasema kwa niaba. Kwa hiyo damu inasimama na kusema kwa niaba. Nimekwambia tunajifunza uwezo wa damu ya Yesu. Bado hatujaingia kwenye damu ya Yesu, ila na kuonyesha kwamba damu ina vitu gani, kwamba damu ina uwezo wa kufanya nini. Kwamba ni lazima ujue tunapoendelea kwenye hili somo, kama ujue damu ina uwezo wa kunena na imepewa uhalali kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni lazima ujue, fahamu zako zijengeke namna hiyo. Sasa zingine unaweza kama tunatumia damu ya Yesu, damu ya Yesu, lakini pasipo kujua. Ndio maana ndio ukishajua kitu fulani, kujua kule ndio kunakokupa uhakika. Ndio maana nasema imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Imani inampa mtu uhakika wa kitu ambacho alikuwa anakitarajia. Kwamba imani inampa uhakika lazima kitafanyika sasa. Bwana apewe sana. Ndio nasema imani ni kuwa na uhakika ndio kwenye mambo ya kimungu. Kila kitu ni lazima upate imani juu ya hicho kitu. Kwa hiyo tunaposema Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi, kuna vitu vingi alifanya, lakini kitu kingine pia ni lazima upate imani kwenye damu yake. Bwana apewe sana. Sasa kipengele kingine cha 4 cha 3 kinasema kwamba damu yaweza kupigana vita. Damu yaweza kupigana vita. Hapo ndo tutasimamia hapo sana kwenye hicho kipengele hicho.
kwamba damu yaweza kupigana vita. Nasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11 kupata somo. Nasoma Ufunuo 12:11, Biblia inasema, nao wakashinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Kipengele tu ambacho nilikuwa nataka kusimamia ni huo mstari unaosema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nimesema hiki kipengele kwamba damu inaweza kupigana vita. Anaposema nao wakamshinda, hakuna kushinda kama kulikuwa hakuna mapigano. Bwana asifiwe sana. Hakuna kushinda kama kulikuwa hakuna mapigano. Na mapigano haya inaonekana yalikuwa mapigano makuu, kwamba ilikuwa ni vita. Sasa ilipokuwa vita, anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Anaposema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, ile neno kwa linamaanisha ni kitu kilichosimama kwa niaba. Anasema wakamshinda kwa ina maana kilichofanya washinde hao watu sio wao wenyewe. Kilichofanya washinde ni ile damu ya mwana kondoo. Bwana asifiwe sana. Kilichofanya washinde sio wao, ila ni damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo damu pia ina uwezo wa kupigana vita. Ndio maana tunasema tunajifunza uwezo wa damu ya Yesu ili tupate maarifa, tujue ya kwamba ndio nasema vita ni vya Bwana, kwamba unapoachilia damu ya Yesu kwenye vita yako yoyote, yenyewe inasimama na kupigana kwa niaba yako. Bwana asifiwe sana. Tusome Kutoka 12. Kabla ya Kutoka tusome Waefeso. Waefeso hapa anatuambia kwenye Waefeso sura ya 6, maana tunaona kwamba damu ina uwezo wa kupigana vita. Waefeso 6 mstari wa 10 inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Nilichotaka uone hapo kwamba hiyo mstari unapoendelea kusoma Bwana anatuambia kwamba kupigana kwetu si juu ya damu na nyama. Sasa tunaposema tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, ni lazima tutambue vitu ambavyo vitatusaidia kushinda vita. Vita zinazokuja kwenye ulimwengu wa leo haziji kikawaida. Kwa hiyo lazima ujue nawe silaha zako za ulimwengu wa leo ni zipi. Bwana asifiwe sana. Ndio maana sasa kitu kingine kwamba ni damu ina uwezo wa kupigana vita. Sasa hapo tuliosoma Efeso, tusome sasa hii wa Kutoka sura 12. Sikiliza kwa makini, sitachukua muda mrefu sana. Kutoka 12 ni habari ambayo tunaifahamu sana. Kutoka 12 soma mstari wa 21 na 23. Kutoka 12 mstari wa 21 hadi 23, Biblia inasema, hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wana-kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkachinje Pasaka. Nanyi twaeni tawi la hisopo, mkachope katika ile damu iliyo bakulini, na kukipiga kizingiti cha juu na milimo miwili ya mlango kwa hiyo damu iliyo katika bakuli. Tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao Wamisri. Na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile milimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hatamwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Amen. Bwana asifiwe sana. Nimesema damu inaweza kupigana vita. Sasa tunajua kitu kilichowasumbua wana wa Israeli. Walikuwa kwenye nchi ya utumwa wa Misri. Na Mungu alikuwa ameshasema nitakuja kuwatoa. Maana anasema alikuwa ameshasikia kilio chao. Walikaa utumwani miaka 400 na kitu kuna kuendelea. Sasa Mungu pamoja na kwamba alimwambia nitakuja kuwatoa huko utumwani, kulikuwa na mchakato ambao ulikuwa unatakiwa uendelee ili ile ahadi ya kutolewa watolewe. Pamoja na kwamba Mungu alikuwa ni mkuu na uwezo mkubwa sana, alikuwa anaweza kumpiga Farao mara moja na wana wa Israeli wakatoka, lakini kuna njia ambazo aliwapa. Na hii hapa ilikuwa ni pigo la mwisho ambao alimwambia Musa kwamba waambie wana wa Israeli. Akatoa maelekezo kuhusu damu. Anasema wamchinje kondoo.
wakishamchinja kondoo waweke damu ile kwenye bakuli. Wakishaweka damu kwenye bakuli, wachukue jani la hisopo, alafu unachukua damu na ile jani unachovya kwenye bakuli, alafu anasema unanyunyizia kwenye kizingiti cha mlango na miimo miwili ya milango. Bwana apewe sana. Biblia inasema, ukiendelea hapo alivyosoma, anasema nami nitakapoiona hiyo damu. Sasa rudi nyuma kule nilikwambia kwamba damu ina maneno ya kuongea, inaongea, ina vitu vinaongea. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anaambia kwamba mkiweka hiyo damu, nikija nikiiona hiyo damu, kuna vitu damu itakuwa inasema kwa niaba yenu. Kwa hiyo wale wana wa Israeli waliokuwa wanaweka damu kwenye miimo miwili ya milango na kizingiti, walipokuwa wakiweka ile damu, yale mapigo yalikuwa hayawapati. Bwana apewe sana. Yale mapigo hayawapati. Sasa ili wasipigwe, ilikuwa ni jinsi gani watasikiliza maelekezo waliopewa juu ya kutumia ile damu. Bwana apewe sana. Ili wasikilizwe, wasipigwe. Kwa sababu ili pigo lilipokuwa linatokea, Farao naye alikuwa anapiga. Kwa sababu alikuwa anarudishia. Kwa hiyo alipokuwa Mungu akitaka kuua wazaliwa wake wa kwanza na wa minyama, Farao naye anachukia, anataka kwenda kupiga pia wana wa Israeli. Kwa hiyo salama ya wana wa Israeli ilikuwa ipo kwenye matumizi ya damu. Bwana apewe sana. Kwa wanadamu ile wakaambiwa waweke kwenye mlango. Anasema ile damu itakuwa kama ishara. Sasa ishara ni nini? Ishara ni kitu ambacho kinaonyeshea mahali fulani. Kama kibao cha shule. Unapokuta kibao cha shule, kwenye hicho kibao sio ndo kuna shule. Kibao kitakuonyesha shule iko wapi. Bwana apewe sana. Kwa hiyo kibao cha shule ni ishara ya kuelekeza kibao kiko wapi. Biblia inasema walipokuwa wanaweka damu, ile damu ilikuwa kama ishara. Mungu alipokuwa anaiona damu inamuelekeza humu ndani kuna watu wako waliofanya agano na wewe. Kwa hiyo hawawezi kupigwa hata kama wote watapigwa. Damu inaelekeza, ina ishara. Na wakaambiwa waiweke mlangoni. Kwa nini waweke mlangoni? Kwa sababu kwenye mlango ndio kunapita vitu. Ndio maana hata maji ya kunawa hayo kwa ajili ya nini yamewekwa mlangoni hapo karibu na mlango, kwamba ili mlangoni ndio kuna vitu vinapita. Kwa hiyo walipokuwa wanaambiwa waweke damu kwenye miimo miwili ya milango na kizingiti, kwamba Mungu alikuwa anaambia kwamba kwenye lango ndio kuna vitu, malango ndio yanaingiza vitu. Kwa hiyo mkiweka hiyo damu ishara, hakuna kitu kitawapata. Bwana Yesu apewe sana. Bwana apewe sana. Sasa nimekwambia damu inanena. Na Biblia inasema damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili. Amen. Sasa Yesu alitoa maelekezo. Pale tuliposoma kwenye mambo ya Walawi anasema nimewapa damu hiyo kwenye madhabahu. Sasa kama ametupa damu kwenye madhabahu, inamaanisha kazi yako wewe ni kutumia hiyo damu uliyopewa. Bwana apewe sana. Ni kutumia hiyo damu uliyopewa. Wana wa Israeli pamoja na kwamba walikaa miaka mingi na walilia sana ili watoke utumwani, sio kuzuri wapendwa. Japokuwa walikuwa wanakula, lakini walikuwa wanakula wakiwa wapo kifungoni. Kula walipokuwa wanakula Misri ni tofauti sana na wangeenda Kanani. Kula ya Kanani ni kula wakiwa wapo huru, lakini Misri walikuwa wanakula lakini wamefungwa. Bwana apewe sana. Kwa hiyo sasa wakapewa maelekezo ya damu. Kwa nini tunataka tujifunze damu? Ili tujue uwezo wa damu una nguvu gani. Sasa na damu tunaizungumzia hapa, hawa walikuwa wameambiwa kondoo, damu ya kondoo. Ndio waliambiwa wachinje kondoo, alafu wachukue ile damu waiweke. Sasa damu ya kondoo, lakini pia ukiendelea kusoma maandiko kwamba ni damu ambayo si salama sana. Lakini fikiri ile damu ya mnyama kondoo iliwasaidia. Iliwasaidia watoke kwenye kifungo cha miaka 400 na kitu, damu ya kondoo. Sasa jaribu kulinganisha damu ya kondoo na damu ya Yesu, kipi kina thamani kubwa? Kwa sababu damu ya kondoo walipokuwa wanaweka, na ile damu walipokuwa wanaweka walipewa maelekezo wachukue bakuli. Kwa hiyo kwenye kondoo pia kulikuwa na damu, alafu kwenye bakuli kulikuwa na damu, kwenye jani la hisopo ndio walikuwa wanachopea kulikuwa na damu. Lakini damu iliyokuwa inatakiwa ile ambayo inanyunyizwa kwenye vizingiti. Bwana apewe sana. Sasa kupona kwao kulikuwa ni jinsi gani wanaelewa hii thamani ya damu. Kwa sababu unaweza ukapewa maelekezo lakini usijue thamani yake. Mungu akawaelekeza, akamwambia Musa kwamba wafanye hivyo wana wa Israeli.
na mapigo yote. Wana wa Israeli hawatopata mapigo kwa sababu wameweka damu. Sasa walipokuwa wanaweka damu, kwa sababu wana wa Israeli usije ukafikiri kwamba walikuwa watakatifu sana. Biblia inasema damu inasimama kwa niaba, na ndio maana Yesu aliamua kufa msalabani kwa ajili yetu. Ina maana damu yake, unapoiachilia damu yake, kwamba ile damu inasimama, inasema kwamba mimi ni Mungu mwenyewe, Yesu ambaye nilijitoa kwa ajili ya huyu mtu. Hili pigo alitakiwa limpate kwa sababu damu inazungumza, inapeleka maneno. Amen. Bwana asifiwe sana. Damu inazungumza, inapeleka maneno. Sasa hatujui namna ya uwezo wa damu ya Yesu. Kwa hiyo tunashindwa namna ya kutumia. Kwa hiyo tusome tena hii Kutoka 12. Kutoka 12. Pale tulisoma 21 na 23, hapa soma mstari wa 11 mpaka 13. Kutoka 12:11 mpaka 13. Soma Kutoka 12:11 hadi 13. Biblia inasema, tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmepaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu itapita juu yenu, lisiwepo pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Amen. Bwana asifiwe sana. Hapa alikuwa anaelezea kitu gani Mungu anaenda kufanya. Anasema kwamba nitapita kupiga. Nikipita kupiga, mimi nitakachokuwa naangalia kwenye nyumba, naangalia damu. Kwa hiyo kama damu hamna, anajua hii nyumba sio ya wana wa Israeli. Kwamba pigo wana wa Israeli walikuwa wapatwi kwa sababu ya damu ile ambayo walikuwa wameiweka. Sio walikuwa na matendo mema sana, hapana. Matendo yao hayakuwa mema sana, ila walifuata kanuni ambayo Mungu amewaambia. Ile damu nimekwambia inasimama kwa niaba ya watu, kwamba inaweza kusimama badala yako, ikaongea kwa badala yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wakawa wananyunyiza damu. Na walipokuwa wananyunyiza damu, wakawa wanashangaa kwamba hawapatwi na pigo lolote, lakini huko nje kulikuwa na kilio na kusaga meno. Bwana asifiwe sana. Wakati huu kanisa, ijapokuwa watu wengi wanahangaika kupata masuluhisho ya vitu mbalimbali, jinsi gani wanaweza kutoka kwenye matatizo yanayokumba, sisi wana wa Mungu tutulie kwenye damu, tuitumie damu ya Yesu. Utaona, utashangaa wataangamia nje salama, kwa sababu damu itakuwa inakunenea mema. Bwana asifiwe sana. Damu itakuwa inanena mema, na Biblia inasema damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili. Sikiliza, damu ya Yesu ina thamani kubwa sana, maana sio damu ya mwanadamu. Yule Yusufu alikuwa ni baba yake tu wa kumlea, sio baba yake aliyomzaa. Ndio maana damu ya Yesu sio damu ya Yusufu, kwa sababu mtoto damu yake analisi damu ya baba. Ukimwangalia Benadi, damu yake ukimpima inafanana na mchungaji Musa. Damu zinakuwa zinafanana. Bwana asifiwe sana. DNA kwamba hiyo ipo hivyo, kwamba daktari, kwamba damu yako inafanana na damu ya baba yako. Sasa kwa hiyo kama damu yako inafanana na damu ya baba yako, ndio maana Biblia inasema kwenye Warumi kwamba wote tulitenda dhambi kwa sababu baba yetu wote ni Adamu. Kwa hiyo tumelisi damu yake. Lakini Biblia inasema yupo mjumbe wa agano jipya ambaye Yesu. Kwa hiyo akija Yesu tunachukua ujumbe wa agano jipya. Kwa hiyo tukiachilia damu yake inanena tofauti na damu ya Adamu, kwa sababu ya Yesu inanena mema. Bwana asifiwe sana. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema, anasema kuliko damu ya Habili. Ndio maana Yesu wakati fulani akawa yuko na wanafunzi wake, sasa kunyweni damu yangu, hii ndio damu yangu imwagikao kwa ajili yenu. Anasema hii ni damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Sijui kama unaelewa kwamba hii damu ikimwagika, inamwagika kwa niaba yako, itasema kwa niaba yako. Hata wakikuloga, wakakuloge, waende kwa waganga wachinje kondoo, damu ya Yesu ipo, ina thamani kuliko damu ya kondoo, ina thamani kuliko damu ya bata, ina thamani kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama mtu akienda kwa mganga akachinja, anataka huyu ndugu asifanikiwe, wewe achilia damu ya Yesu, utaona inasimama, inanena, inasema kwamba huyu mtu lazima afanikiwe, na ndio maana nilikufa msalabani kwa ajili yake. Bwana asifiwe sana. Kama
kuitumia utapata shida. Na wana wa Israeli walitoka kwa sababu walijua matumizi ya damu. Walijua matumizi ya damu. Wakasema tumeteseka miaka hii 400 na ngapi, lakini leo tunatoka hapa. Hata kama Farao apinge vipi, damu ikiachiliwa, Farao akasema nendeni. Bwana, damu inanena mema. Usikilize, hata kama upo kwenye teso muda mrefu, ukiachilia damu. Farao alikuwa na moyo mgumu sana, lakini kwa ile pigo akasema, Musa, nenda na watu wako, siwezi. Mungu atakuachia. Atakuachia hata kama alikushika miaka mingi. Kwa damu ukiachilia inanena mema. Bwana pesa sana. Sasa jaribu kufikiri moyo wa Farao ulikuwa mgumu. Alikuwa na moyo mgumu sana kwa sababu mapigo yalipigwa mengi. Lakini bado alikuwa anaendelea kuleta kiburi kuachilia wana wa Israeli. Lakini pigo la damu, Farao sijui alipa. Ndio maana nikwambia damu inaweza kupigana vita. Kwamba hii vita ya damu ilikuwa sio ya mchezo. Ndio maana kwenye Ufunuo akatwambia kabisa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwamba hawakupigana wao, damu ndio ilipigana. Hata wana wa Israeli walipoiachia, damu ilipambana na Farao, kiburi kikaisha. Kwamba damu inaweza kupambana na matatizo yako. Usipambane nayo wewe, hutaweza. Usipambane nayo hutaweza. Achilia damu ya Yesu hata kwenye masomo yako. Ikisimama damu ya Yesu kwamba inanena, lazima afanikiwe, afike chuo kikuu. Hata kama watu wanapinga, mama huyu lazima atoboe. Damu inanena mema. Damu ni ajabu. Inatamka maneno ya ajabu kwamba hata kama huyu mtu alifungwa vifungo. Siku moja nilikuwa nafanya semina mahali fulani, nilipomaliza yule kijana mmoja akaniambia, mimi kabla sijaokoka nilikuwa nafanya biashara, nikaenda kwa waganga. Nilipoenda kwa waganga tukafanya matambiko, tukachinja na nini, damu ikamwagika, baadaye biashara yake akaendelea nayo. Sasa anasema alipookoka biashara ikawa inaendelea. Kila akijaribu kufanya hivi, bado biashara inakuwa ngumu. Sasa mimi moja kwa moja nilipokuwa naongea naye, Mungu akanifunulia andiko kwamba damu ina uwezo wa kunena mema kuliko damu nyingine yoyote. Kwamba nikamwambia, kama biashara yako ilizindika kipindi kile kwa damu ya makondoo, sijui damu ya nini, safari hii achilia damu ya Yesu kwenye biashara yako, itanena mema zaidi ya damu ile ambayo mlizindika. Kwa hiyo lazima utafanikiwa. Amen. Bwana pesa sana. Kwa hiyo lazima tujue kutumia damu ya Yesu. Hatujui mababu zetu kipindi hicho walituzindika kwenye mazindiko gani, hatuelewi chochote. Lakini tuielewe damu ya Yesu uweza wake itatutoa. Usihangaike kusema juu walinifanyaje, achana na walikufanyaje, ichukue damu ya Yesu. Anasema nimeiachilia damu ya Yesu kwenye madhabahu, kwamba uitumie wewe mwenyewe namna ya kuitumia. Wale wana wa Israeli walipewa damu, wao ndio watumie, sio Mungu. Yesu alimwaga damu yake, sisi ndio tunaweza kuitumia ikafanya mambo ya ajabu. Watu wote wakashangaa. Bwana asifiwe sana. Tukitumia damu ya Yesu tutapona. Damu ya Yesu peke yake. Yaani nakwambia badala ya kujikinga tu corona nini, tufunge milango tukae ndani. Nakwambia achilia damu ya Yesu juu ya mlango wako, hakuna kitu kitakachokuzuru. Damu ya Yesu inanena mema. Hata kama nchi nzima itabadilika, lakini damu itatunenea mema. Sisi ni uzao mteule, ni watoto wa agano la Mungu, hatuwezi tukafa. Tukiachilia damu inanena kwamba huyu ni mwanangu nilimfia, kwa hiyo damu yake ni damu yangu mimi. Aendelee kusurvive. Hata kifa jirani yako wewe utakufa, kwa sababu damu ya Yesu inakunenea mema. Hata kama ulikuwa kwenye pigo gani, damu ya Yesu ipo ambayo tunajivunia. Bwana asifiwe sana. Kwa damu ya Yesu ipo ambayo ndio ambayo tunaweza kujivunia hiyo. Hatuna kitu kingine chochote, wala hatustahili kitu chochote kile. Yaani wewe kama wewe hustahili. Ndio maana Biblia inasema tumepewa hivi vitu kwa neema. Neema maana yake sio tunastahili, hatustahili. Kwa kabila lako ustahili, kwa jinsi ulivyostahili, ila kwa damu ya Yesu ukiachilia inanena mema mbinguni na kusemea maneno mazuri ya kustahili kuchukua vyote ambavyo vimewekwa kwenye Biblia. Bwana asifiwe sana. Damu ya Yesu inanena mema. Kwa sababu wengine wanaathirika labda na maneno. Lakini achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Haijalishi neno la mtu limekuwaje, lakini Yesu damu yake inanena mema. Inanena mema. Na ndio maana ilikuwa lazima Yesu afe kwa kupigwa na damu imwagike. Yaani ilikuwa ni lazima, maana damu sikiliza nikwambia, ukiachilia shetani mwenyewe anaijua damu ina kazi gani. Maana ina vita ambayo hata kwenye Ufunuo anasema
wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo inamaanisha damu ya Yesu shetani anaijua, ikiachiliwa hawezi kupambana nayo. Bwana amesema sana, ikiachiliwa damu ya Yesu shetani hawezi kupambana nayo, hawezi. Lakini tukiwa hatuelewi kwamba Mungu ametupa vitu gani vya kutumia, ndio maana nikakusomea ile verse nasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, kwamba uzidi kwenye maarifa ya kimungu, uzidi kukaa kumwangalia Mungu kwamba vitu gani anavyonipa kwenye vita, vitu gani ambavyo vinaweza kunisaidia vitani. Kwa hiyo kimoja wapo lazima ujue damu inaweza kupigana vita yako. Bwana pesa sana kwamba damu inaweza kupigana kwenye vita yako. Sasa sijui wewe una shida gani au ni kitu gani, kwa sababu hawa wana wa Israeli nikawa natafakari kwamba miaka 400 sio mchezo. Miaka mingi sana. Jaribu kufikiri miaka 400 watu wapo kwenye matatizo, wapo kwenye kusongwa, wapo kwenye kupigwa, wapo kwenye mambo ambayo yanawasumbua. Miaka 400 toka mwaka wa kwanza wapo huko. Kwa hiyo ni tatizo ambalo lilikuwa kubwa kiasi kwamba hata wao wanaishi walikata tamaa. Na ndio maana Musa alipokuwa anaambiwa nenda ukawakomboa, akasema mimi Bwana hawatoniamini. Kwa sababu Musa alikuwa anakaa kule, walishawahi kukaa kwa Farao. Bwana pesa sana. Anasema hawatoniamini. Baadaye Mungu ikabidi amuonyeshe Musa ishara ili aende, hakubali. Kwa sababu alijua watu kwa miaka yote hii waliokaa. Hivi ni leo nikaenda nikasema Mungu anataka kuwatoa, wataamini kirahisi rahisi? Bwana pesa sana. Kwamba ni vitu ambavyo Musa alikuwa anajaribu kutafakari. Tunaweza tukasoma tu tukafurahia kwamba walitoka, lakini jaribu kufikiri muda walikuwa umekaa labda miaka mingapi, una tatizo linakusumbua labda miaka zaidi ya 30. Mtu anakuja kirahisi kukwambia utatoka, sidhani kama utamuelewa. Itahitaji shule nyingine kwao. Kwa hiyo kwa Musa ndio maana ilikuwa ngumu, akasema Bwana mimi siendi, mpaka Mungu alikasirika. Kwa sababu kitu Musa alichokuwa anakiongea alikuwa anafahamu wana wa Israeli na alikuwa anajua jinsi walivyo na viburi. Sasa ungemwamini vipi kwamba umekaa kwenye shida muda mrefu umekaa afu na wewe ndio utatoka, yani kirahisi. Kwa hiyo Musa akawa anamwambia Mungu kwamba sidhani kama wataniamini, lakini Mungu akamsaidia, akampa na ishara Musa ambazo kuonyesha mkono wake uko pamoja na yeye. Kwa hiyo alipoenda kuambia sasa wana wa Israeli namna ya kutoka, Mungu akawa pamoja na yeye. Ndio maana kwenye pigo la kwanza Mungu akawa, yani kote Mungu akawa pamoja na yeye, na Mungu alishampa mamlaka hiyo. Sasa na sisi kwenye ulimwengu wa leo tumepewa hiyo mamlaka. Mamlaka tumepewa, lakini mamlaka haitumiki kwa mtu ambaye haijui hiyo mamlaka. Mamlaka inatumika kwa mtu ambaye anaijua hiyo mamlaka. Na mamlaka tuliyopewa huwa haiangalii upoje. Mamlaka hii inaangalia jina la Yesu na nguvu zake na damu yake. Hata mtoto mdogo akijua mamlaka hii, nakwambia itakuwa hatari sana, maana shetani atapata shida, kwa sababu shida anayopata shetani haiangalii maumbile yetu. Ni damu ya Yesu yenye thamani kubwa ndio ambayo ilifanya msaada. Bwana pesa sana. Ndio nasema hiyo damu nimeweka inafanya upatanisho. Anasema inafanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu. Pale kwenye mambo ya leo tuliposoma, sema damu ndio inaweza kufanya upatanisho, kwamba damu ya Yesu ilipomwagika ilifanya upatanisho juu ya nafsi zetu na Mungu, maana tulimkosea Bwana. Kwa hiyo tunapoachilia damu ya Yesu kwamba inaachilia rehema ya huyu mtu, kwamba Yesu alikufia. Kwa hiyo jifunze kutumia damu ya Yesu mahali popote pale. Utashangaa, nakwambia yani utashangaa jinsi Mungu anavyofanya vitu. Maana hata uwezo wa jina la Yesu. Na ndio maana jaribu kufikiri wanafunzi wa Yesu kabla Yesu hajafa msalabani, hajamwaga damu yake, walikuwa wanashindwa sana kufanya miujiza. Ndio maana mapepo zao akija pamoja wanajaribu kutoa, wanashindwa. Lakini Yesu alipokufa, damu iliyomwagika, mpaka ni Petro aliyokuwa halina ujasiri, baadaye kapata ujasiri. Kajua Yesu kufa ametubadilisha, ametupa kitu ambacho shetani hawezi kupinga. Alipokufa, damu inapomwagika, shetani alipewa kipigo pale kwamba hawa ungekuwa unaaminiki, huwezi kuaminiki tena. Bwana pesa sana. Kwa hiyo damu ina uwezo wa namna hiyo. Ndio maana Yesu alipokufa, alipofufuka, basi ukawa ushindi. Na ndio maana Paulo akaandika kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure. Kwa sababu damu kumwagika
alafu na kufufuka kwake kuna kitu kikubwa sana kilikuwa kinaashiria. Maana kufa kwa Yesu kulikuwa kunamaanisha yeye ni binadamu. Binadamu yote lazima afe. Lakini kufufuka kulileta kitu kingine. Kinamaanisha huyu mtu sio binadamu wa kawaida. Ni Mungu anaweza kufa akafufuka. Maana mitume na wengine, watu wengine walikufa kufufuka, wengine walikufa kufufuka. Lakini Yesu alikufa akafufuka. Hiyo inamaanisha kwamba ulionaye ni mkuu kuliko binadamu wote, kuliko vitu vyote, kuliko matatizo yote. Chochote kinachokusumbua achilia damu. Bwana Yesu sana. Achilia damu ya Yesu, uone uwezo wake unavyofanya kazi. Kabisa utashangaa. Kuna mmoja ananiambia mimi ndani kwangu kuna wadudu gani kila siku wananisumbua. Hiyo ni nyumba nzuri na marumaru lakini mabende hayaishi. Nikamwambia nenda yaani ukiwa unaomba achilia damu ya Yesu. Akasema nikanyunyiza damu ya Yesu nikaachilia. Anasema kesho nikaamka nikakuta mende wamekufa wote. Kwamba damu ya Yesu, nguvu za giza zozote haziwezi zikashinda hiyo damu ya Yesu. Kuna vitu vingine kwenye ulimwengu wa roho vina maana, wewe unavichukulia kawaida. Kwa hiyo unahitaji leo uelewe. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Paulo akaandika walipo naona watu wana juhudi katika Mungu, lakini sio katika maarifa, sio katika kujua uwezo ambao tulionao. Shetani anasumbua, anatutesa kwa sababu anajua hatujui. Anajua hatujui. Na ndio maana nguvu kubwa ya shetani hataki mtu apate ufahamu na apate maarifa. Kwa sababu maarifa ukipata yanakuondoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwamba yanakupa uhakika. Na ndio maana mwalimu wa Sunday School anasema Joshua akaambiwa kitabu hiki kisitoke. Kwamba akipata maarifa ya Torati, kwamba maarifa ya kwenye neno la Mungu yatamfungua juu ya vifungo vyote. Na chochote hatakuwa na mashaka nacho. Sasa sijui wewe unatumia nini kwenye shida yako. Kwamba hata kama ilikuwa muda mrefu, sidhani kama inazidi ya wana wa Israeli. Kwa sababu hao walikaa miaka 400. Jaribu kutafakari. Miaka 400. Ni miaka mingi sana kikawaida. Lakini waliweza kutoka. Miaka mingi waliweza kutoka. Na utawala uliokuwa umewakamata sio utawala wa kawaida, ni utawala wa kifalme. Bwana Yesu sana. Ni utawala wa kifalme. Ndio maana kwenye Efeso anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Ni juu ya giza na falme zenye mamlaka. Kwamba falme ndio ambazo tunashindana nazo hizo. Kama wana wa Israeli walivyokamatwa na falme. Kwa hiyo falme ndio tunazoshindana nazo. Na kama tunashindana na falme, lazima na sisi tujue vitu gani vitatusaidia kutushindia hizo vita za kiroho. Ndio maana lazima tujue. Sasa kitu kimoja hapo ni hiyo damu niliyokwambia kwamba inaweza kumsaidia mtu kutoka kwenye teso ambalo limemsumbua muda mrefu sana, kwa sababu sawa nao wana wa Israeli walivyotoka. Kwamba upinzani ulikuwa mkubwa lakini waliweza kutoka. Upinzani mkubwa lakini waliweza kutoka. Yaani miaka 200 ikapita, 300 ikapita, 400 wakatoka kwa sababu waliweza kuitumia ile damu. Shetani anaweza akakushuhudia vitu fulani. Ndio maana saa zingine sipendaji kusikiliza ushuhuda wa shetani. Yaani anaweza kupitisha wazo ambalo linaenda kinyume na neno la Mungu. Anaweza kwambia hivyo unafikiri utatoka kwenye hicho kifungo. Angalia fulani alikaa muda gani, angalia analeta mawazo. Na wazo likishakaa unaanza kuona kabisa siwezi nikatoka. Usisikiliza shetani na shuhuda zake. Sikiliza shuhuda za kwenye neno la Mungu. Sikiliza neno la Mungu na shuhuda zake. Shetani atakuonyesha mbona huyu hajatoka ila mimi nitatoka. Maana nina agano la kivyangu, sina agano la watu wengine. Bwana pesa sana. Kwa hiyo shetani atakushuhudie mbona ndugu zako walikuwa hivi nini. Hapana, usimsikilize, sikiliza neno la Bwana. Shetani ni mzuri sana kuleta shuhuda mbalimbali anakuletea. Ndio maana hata Yesu alimchukua, anaanza kumpenyezea vitu ambavyo yaani visababishe afungue mlango. Sasa unapomshinda shetani utamshinda kwenye kufahamu kweli za neno la Mungu. Unapofahamu kweli, ndio maana Yohana 17 kule tunasema hiyo kweli itawaweka huru. Kwenye Yohana 8:32 taifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kinachokuweka huru ni kweli ya neno la Mungu, sio matatizo. Matatizo hata kukusumbua, unapolifahamu neno linakuweka huru. Bwana asifiwe sana. Kwa shetani asikushuhudie, asikupe ushuhuda mbalimbali. Anaweza akaleta akasema bwana umejaribu kuomba sana, umejaribu kufanya hichi lakini bado. Kwa hiyo wewe huwezi tena, Mungu akusikie. Maana pesa sana. Anaweza akamwambia Mungu hakupendi.
shetani anaweza kukutamkia kabisa. Ndio maana wengine tunaweza tukawa tunakuja kanisani mioyo yao imekufa, kwamba shetani ameshawashuhudia kwamba Mungu hakupendi wewe na amekuacha. Unisikilize, Biblia inasema hivi, Mungu alitupenda tungali wenye dhambi. Kabla hujaokoka una dhambi, Mungu alikupenda. Sasa kama umeokoka, hawezi akakuacha. Upendo wake ni mkubwa mno. Upendo wake ni mkubwa. Ukiwa una dhambi tu alikupenda akamtoa Yesu. Sasa shetani asikushuhudie sasa hivi anaona Mungu akupendi. Anakupenda hata kama unapita mazingira gani. Wewe endelea kuachia ile damu, itakuwa inaendelea kunena. Inanena. Ukiachia inaendelea kunena. Huyo mtu ni wakati wake wa kutoka sasa hapa. Ameshakaa muda mrefu. Bwana mpesa sana. Kwa hiyo acha kusikiliza shuhuda za shetani. Simama kwa miguu yako. Hallelujah.